Katika jiji moja nchini China, watu wamekwama kwenye foleni kubwa ya magari. Baba mmoja anayemlea mtoto peke yake anabishana vikali kuhusu malipo ya matunzo ya mtoto na mke wake wa zamani, huku mwanaye Fei akiwa amekaa nyuma ya gari. Kijana huyo anashusha dirisha ili apate kuhisi hewa iliyojaa uchafuzi, lakini muda mfupi baadaye anatambua kuwa kuna kitu si cha kawaida anapoona tambi na maandazi yakipaa juu angani. Watu wanaanza kukusanyika nje ya magari yao, wakitazama angani kwa mshangao, ambapo majengo yote ya jiji yanaanza kuvutwa kuelekea juu angani kana kwamba yanamezwa na kiumbe mkubwa ajabu. Raia wanajawa na hofu kubwa wanapomwona yule mnyama mkubwa akimeza kila kitu kama Pac-Man jitu, jambo linalowalazimisha kukimbia eneo hilo mara moja. Kiumbe huyo anaruka karibu zaidi na jiji na kuanza kufyatua viumbe wengine kutoka mwilini mwake ambao huanguka kama vimondo. Majoka hao wanapogonga jiji, wanawapondeka watu na kuanza kuwala kwa kasi, wakisababisha uharibifu mkubwa. Ghafla, Fei anaamka kutoka kwenye ndoto yake ya mara kwa mara, akigundua kuwa kwa namna fulani aliokoka shambulio la kwanza. Sasa, Fei ni mtu mzima anayeishi katika jiji la chini ya ardhi lililojengwa na walionusurika. Binadamu wamekuwa wakipigana na yule mnyama mkubwa wanayemuita Kraken kwa zaidi ya miaka 20, wakipanga kufyatua silaha yenye nguvu kubwa dhidi ya adui huyo ili kumaliza vita kabisa. Hata hivyo, hili halimvutii Fei, ambaye sasa anafanya kazi kama msafirishaji haramu, akiiba vitu kutoka juu ya uso wa dunia pamoja na mshirika wake sasa, ambaye bado anamdai pesa nyingi. Ili kupata pesa, Fei anaamua kwenda kwa jambazi maarufu wa jiji aitwaye Zhu, akijaribu kuuza vitu alivyovipora kutoka juu ya ardhi. Hata hivyo, Zhu anakasirika sana anapopokea pipi zilizoisha muda wake, ambazo alimpa binti yake, na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Majambazi wanajaribu kumchoma Fei usoni kwa moto, lakini anafanikiwa kuwahadaa kwa kuwavuruga kwa kichezea cha kigeni cha alien, jambo linalomwezesha kutoroka kwa muda. Fei anakimbilia mahali pa juu, hatimaye akipanda jengo refu sana, huku akijaribu kuwatoroka majambazi. Anapofika juu ya paa, anazingirwa haraka na wahalifu wakiongozwa na Zhu, ambao walikuwa wakimngojea. Akiwa hana chaguo, Fei analazimika kuruka kutoka juu ya jengo. Majambazi wanashangaa sana kumwona bado yuko hai, kwani sasa alimuokoa kwa wakati na kumwezesha kutoroka huku akiwadhihaki maadui zao. Wawili hao wanakimbia, lakini wanagundua kuwa majambazi bado wanawafuatilia kwa karibu. Bila chaguo nyingine, Fei anaamua kukimbilia juu ya uso wa dunia ili kutoroka. Magari yanaruka juu ya majengo yaliyoachwa, huku majambazi wakiendelea kuwafukuza bila kukata tamaa. Ghafla, Fei anahisi hatari inapokaribia, pale mifumo ya tahadhari inapowashwa na viumbe mbalimbali kuanza kushambulia magari, huku wakijaribu kuwala watu. Majambazi nao pia wanashambuliwa na viumbe wa kigeni ambao wanawaua wanadamu mmoja baada ya mwingine kwa kuwavuta nje ya magari na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Fei anaona kuwa mtu huyo yuko hatarini na anaamua kurudi kumsaidia huku akipambana na viumbe wa kigeni. Anakimbilia kuelekea gari lingine ili kumwokoa aliyenusurika, anamkabidhi sasa usukani na kufungua mlango wa pembeni anapokaribia gari lingine. Magari hayo mawili yanapolingana, Zhu anaruka kutoka kwa viumbe wa kigeni na kumshika Fei sekunde ya mwisho, akifanikiwa kuokoa kifo. Kabla hawajapumua kwa afuia, gari linapoteza mwelekeo kutokana na harakati hizo na kugonga majengo ya karibu. Bahati nzuri, wanatoka bila majeraha, lakini wanagundua kuwa kuna kitu kibaya anapomuona kiume wa kutisha nyuma ya sasa. Fei anamvuta haraka, huku Zhu akirusha kipande kikubwa cha zegei kumshambulia yule kiumbe, lakini shambulio hilo halifai chochote na wanalazimika kukimbia. Watu wanakimbia kwa hofu, huku yule mnyama akiwafuatilia kwa karibu, hatimaye akianza kuwaua wanadamu bila huruma. Ghafla, wanajeshi waliovaa mivazi ya kimekaniki wanaingia kwenye jengo hilo na kumzingira yule kiumbe huku wakifyatua risasi mfululizo. Wanajeshi wanafanikiwa kumzuia kwa muda, lakini mnyama anamshika mmoja wao na kumtupa mbali. Kiongozi wa kikosi anaona hilo na anachukua fursa ya kusonga mbele akiwa na fimbo ya chuma, anaruka juu angani na kumchoma mnyama moja kwa moja mdomoni akimbandika chini.
Anaruka haraka na mwenzake analenga silaha kubwa, akifyatua risasi yenye nguvu inayomharibifu kabisa yule mnyama. Inabainika kuwa wanajeshi wako kwenye misheni ya kuelekea mji wa Chengdu, ambapo wanapanga kutumia silaha ya majaribio dhidi ya adui huyo ili kumaliza vita kabisa. Hata hivyo, hili halimvutii Fei, ambaye sasa anafanya kazi kama msafirishaji haramu, akiiba vitu kutoka juu ya uso wa dunia, pamoja na mshirika wake sasa, ambaye bado anamdai pesa nyingi. Ili kupata pesa, Fei anaamua kwenda kwa jambazi maarufu wa jiji aitwaye Zhu, akijaribu kuuza vitu alivyovipora kutoka juu ya ardhi. Hata hivyo, Zhu anakafirika sana anapopokea pipi zilizoisha muda wake, ambazo alimpa binti yake, na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Majambazi wanajaribu kumchoma Fei usoni kwa moto, lakini anafanikiwa kuwahadaa kwa kuwavuruga kwa kichezea cha kigeni cha alien, jambo linalomwezesha kutoroka kwa muda. Fei anakimbilia mahali pa juu, hatimaye akipanda jengo refu sana, huku akijaribu kuwatoroka majambazi. Anapofika juu ya paa, anazingirwa haraka na wahalifu wakiongozwa na Zhu, ambao walikuwa wakimngojea. Akiwa hana chaguo, Fei analazimika kuruka kutoka juu ya jengo. Majambazi wanashangaa sana kumwona bado yuko hai, kwani sasa alimuokoa kwa wakati na kumwezesha kutoroka huku akiwadhihaki maadui zao. Wawili hao wanakimbia, lakini wanagundua kuwa majambazi bado wanawafuatilia kwa karibu. Bila chaguo jingine, Fei anaamua kukimbilia juu ya uso wa dunia ili kutoroka. Magari yanaruka juu ya majengo yaliyoachwa, huku majambazi wakiendelea kuwafukuza bila kukata tamaa. Ghafla, Fei anahisi hatari inapokaribia, pale mifumo ya tahadhari inapowashwa na viumbe mbalimbali kuanza kushambulia magari, huku wakijaribu kuwala watu. Majambazi nao pia wanashambuliwa na viumbe wa kigeni ambao wanawaua wanadamu mmoja baada ya mwingine kwa kuwavuta nje ya magari na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Fei anaona kuwa mtu huyo yuko hatarini na anaamua kurudi kumsaidia huku akipambana na viumbe wa kigeni. Anakimbilia kuelekea gari lingine ili kumwokoa aliyenusurika. Anamkabidhi sasa usukani na kufungua mlango wa pembeni anapokaribia gari lingine. Magari hayo mawili yanapolingana, Zhu anaruka kutoka kwa viumbe wa kigeni na kumshika Fei sekunde ya mwisho, akifanikiwa kuokoa kifo. Kabla hawajapumua kwa afuia, gari linapoteza mwelekeo kutokana na harakati hizo na kugonga majengo ya karibu. Bahati nzuri, wanatoka bila majeraha, lakini wanagundua kuwa kuna kitu kibaya anapomuona kiume wa kutisha nyuma ya sasa. Fei anamvuta haraka, huku Zhu akirusha kipande kikubwa cha zegei kumshambulia yule kiumbe, lakini shambulio hilo halifai chochote na wanalazimika kukimbia. Watu wanakimbia kwa hofu, huku yule mnyama akiwafuatilia kwa karibu, hatimaye akianza kuwaua wanadamu bila huruma. Ghafla, wanajeshi waliovaa mivazi ya kimekaniki wanaingia kwenye jengo hilo na kumzingira yule kiumbe huku wakifyatua risasi mfululizo. Wanajeshi wanafanikiwa kumzuia kwa muda, lakini mnyama anamshika mmoja wao na kumtupa mbali. Kiongozi wa kikosi anaona hilo na anachukua fursa ya kusonga mbele akiwa na fimbo ya chuma, anaruka juu angani na kumchoma mnyama moja kwa moja mdomoni akimbandika chini. Anaruka haraka na mwenzake analenga silaha kubwa, akifyatua risasi yenye nguvu inayomharibifu kabisa yule mnyama. Inabainika kuwa wanajeshi wako kwenye misheni ya kuelekea mji wa Chengdu, ambapo wanapanga kutumia silaha ya majaribio dhidi ya adui huyo ili kumaliza vita kabisa. Hata hivyo, hili halimkutii Fei, ambaye sasa anafanya kazi kama msafirishaji haramu, akiiba vitu kutoka juu ya uso wa dunia, pamoja na mshirika wake sasa, ambaye bado anamdai pesa nyingi. Ili kupata pesa, Fei anaamua kwenda kwa jambazi maarufu wa jiji aitwaye Zhu, akijaribu kuuza vitu alivyovipora kutoka juu ya ardhi. Hata hivyo, Zhu anakasirika sana anapopokea pipi zilizoisha muda wake, ambazo alimpa binti yake, na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Majambazi wanajaribu kumchoma Fei usoni kwa moto, lakini anafanikiwa kuwahadaa kwa kuwavuruga kwa kichezea cha kigeni cha alien, jambo linalomwezesha kutoroka kwa muda. Fei anakimbilia mahali pa juu, hatimaye akipanda jengo refu sana, huku akijaribu kuwatoroka majambazi. Anapofika juu ya paa, anazingirwa haraka na wahalifu wakiongozwa na Zhu, ambao walikuwa wakimngojea. Akiwa hana chaguo, Fei analazimika kuruka kutoka juu ya jengo.
Majambazi wanashangaa sana kumwona bado yuko hai, kwani sasa alimwokoa kwa wakati na kumwezesha kutoroka huku akiwadhihaki maadui zao. Wawili hao wanakimbia, lakini wanagundua kuwa majambazi bado wanawafuatilia kwa karibu. Bila chaguo jingine, Fei anaamua kukimbilia juu ya uso wa dunia ili kutoroka. Magari yanaruka juu ya majengo yaliyoachwa, huku majambazi wakiendelea kuwafukuza bila kukata tamaa. Ghafla, Fei anahisi hatari inapokaribia, pale mifumo ya tahadhari inapowashwa na viumbe mbalimbali kuanza kushambulia magari, huku wakijaribu kuwala watu. Majambazi nao pia wanashambuliwa na viumbe wa kigeni ambao wanawaua wanadamu moja baada ya mwingine kwa kuwavuta nje ya magari na kusababisha mtoto huyo kuonekana kana kwamba amechomwa na nyuki. Fei anaona kuwa mtu huyo yuko hatarini na anaamua kurudi kumsaidia huku akipambana na viumbe wa kigeni. Anakimbilia kuelekea gari lingine ili kumwokoa aliyenusurika, anamkabidhi sasa usukani